Wanachama wa shirika la kipadri la Mtakatifu Piusi wa 10 wameweka wakfu maaskofu 4 bila kibali cha Papa. Katika makao makuu ya shirika Mtakatifu Piusi wa 10 SSPX huko Ekoni, Uswizi, Askofu Alfonso Galareta akisaidiwa na Askofu Bernard Di Ferrari amewaweka wakfu maaskofu 4 wapya. Mkuu wa shirika hilo Padre David Palirian amesema adhabu yoyote au maonyo yoyote ya kanisa yatakayotolewa kutokana na kitendo hiki hayana thamani yoyote kwetu. Umoja wa kanisa ambao Papa Leo wa 14 alihusihi katika barua yake ya tarehe 29 Juni usipasuliwe, kwa mtazamo wa Vatican sasa umejeruhiwa. Asubuhi ya Jumatano tarehe 1 Julai mwaka 2026 huko Ekoni, Uswizi, makao makuu ya shirika la kipadri la Mtakatifu Piusi wa 10, wafuasi wa askofu mkuu Marcel Lefebvre waliwaweka wakfu wa maaskofu 4 wapya bila kibali cha Papa. Walifanya hivyo licha ya kujibu ndio katika swali la kiliturujia linalosema, je, mnayo mamlaka ya kitume? Walitetea hatua hiyo wakisema ilikuwa ni muhimu ili kuhakikisha mwendelezo wa uhai wa shirika lao, licha ya jitihada za Vatican kuendelea na mazungumzo pamoja na maonyo mara kwa mara kwamba hatua hiyo ingekuwa ni kitendo cha mgawanyiko. Maonyo hayo yalitolewa na Kardinali Victor Manuel Fernandez, mkuu wa dekasteri ya mafundisho ya imani, pamoja na Papa Leo wa 14, ambaye aliandika barua siku 2 kabla ya tukio hilo akiwaomba waachane na mpango huo. Lakini zaidi ya mapadre 1000, watawa wa kiume na wa kike, waamini wapatao 15,000 walihudhuria ibada hiyo iliyoanza saa 3 asubuhi kwa saa za eneo hilo ndani ya hema kubwa jeupe lililokuwa karibu na seminari za SSPX. Ibada hiyo ilirushwa mubashara kwa lugha 6 kupitia tovuti rasmi za shirika hilo. Maaskofu waliowekwa wakfu ni Padre Pasco Chiba wa Uswizi mwenye umri wa miaka 53 aliyepewa daraja ya upadre huko Ekone mwaka 1998. Padre wa pili ni Padre Michael Godade, mzaliwa North Dakota na aliyekulia Kansas, Marekani. Padre wa tatu ni Padre Michael Poinsnet Di Selvi mwenye umri wa miaka 42, na wa 4 ni Padre Mark Hepia mwenye umri wa miaka 36, wote wawili kutoka Ufaransa. Mwekaji wakfu mkuu akiwa Askofu Alphonse Galareta, huko Askofu Bernard Ferrari akiwa mweka wakfu mwenza. Wawili hao ndio maaskofu wawili walio hai kati ya maaskofu 4 waliowekwa wakfu na askofu mkuu Marcel Lefebvre tarehe 30 Juni mwaka 1988. Kwa mujibu wa sheria za kanisa, kuweka wakfu askofu bila kibali cha Papa kunaweza kusababisha excommunication ya moja kwa moja. Mwanzoni mwa ibada, askofu mkuu wa shirika hilo Padre David Palgarani alisema kwa ufupi yuko tayari kulipa gharama yoyote ili kuliokoa kanisa. Aliongeza kuwa kwa mtazamo wao ni wajibu mkubwa sana kuwakabidhi mapadre hawa neema ya uaskofu. Pia alisema tunaamini kwamba adhabu yoyote au maoni yoyote atakayotolewa kutokana na kitendo hiki hayana thamani yoyote. Swali ambalo tunabaki kujiuliza sisi wote, je, maaskofu hawa ni halali katika kanisa? Jibu fupi ni ndio kwa upande wa sakramenti, lakini ni hapana kwa upande wa sheria na mamlaka ya kanisa. Hebu niwafafanulie hili kidogo. Juu ya uhalali wa kisakramenti, yani validity, ikiwa askofu mwenye uaskofu halali aliwaweka wakfu kwa kutumia ibada sahihi na akiwa na nia ya kufanya kanisa linachofanya, basi wakfu wao ni halali. Hivyo ina maana kweli wamepokea daraja la uaskofu. Lakini juu ya uhalali wa kisheria, canonical legitimacy, kwa kuwa waliwekwa wakfu bila kibali cha Papa, wakfu huo ni haramu kwa mujibu wa sheria ya kanisa. Vatican imeeleza kuwa kitendo hicho ni kitendo cha mgawanyiko. Kwa hiyo Kanisa Katoliki alisemi kwamba hawakuwa maaskofu kabisa. Badala yake linasema kuwa wamepokea uaskofu kwa njia isiyo halali kisheria na kwa kukaidi mamlaka ya Papa. Kwa mujibu wa sheria ya kanisa, kanuni namba 1383 inasema askofu aliyemweka wakfu mwingine bila mamlaka ya Papa pamoja na anayepokea wakfu huo wanaweza kuadhibiwa kwa excommunication ya moja kwa moja, latae sententiae, isipokuwa mamlaka ya kanisa yaamue vingine
kulingana na mazingira ya kesi. Excommunication ni adhabu kali zaidi ya kanisa ambayo mtu anazuiwa kushiriki kikamilifu katika ushirika wa kanisa kwa sababu ya kosa kubwa dhidi ya imani au upotovu wa kanisa. Lengo lake si kumfukuza mtu milele, bali ni kumuita mtu atubu na kurudi katika ushirika kamili wa kanisa. Mtu aliye katika excommunication hawezi kupokea sakramenti kama vile Ekaristi na kitubio isipokuwa katika mazingira maalumu kama hatari ya kifo. Pili, hawezi kutoa au kuadhimisha sakramenti kwa njia halali pale sheria inapokataza. Tatu, hawezi kushika baadhi ya nyadhifa au huduma rasmi za kanisa. Na nne, anabaki kuwa Mkatoliki lakini yupo chini ya adhabu ya kanisa hadi atubu na adhabu hiyo iondolewe. Wewe maoni yako ni yapi? Basi pia tuzidi kuliombea kanisa na viongozi wetu wa dini ili wapate kutuongoza kwa hekima na nguvu ya Roho Mtakatifu. Ni mimi mtumishi wenu mdogo nisiyestahili, Oscar Mkatoliki. Tumsifu Yesu Kristo.